ninakushukuru Baba. Baba, 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 ninakushukuru Wazuri wako Baba, ninakushukuru wapendo lako Baba, ninakushukuru Baba. Baba, ninakushukuru Ninakushukuru Baba. Baba, ninakushukuru Ninakushukuru Baba. Baba, ninakushukuru Wewe mzuri. Baba, ninakushukuru Ninakushukuru Baba. Baba, ninakushukuru Baba. Haleluya, mshangilie Bwana. Yesu asifiwe. Hebu tumpigie Yesu makofi mazuri. Sijasikia piga vigelegele. Haleluya. Kwa shangwe hii ni udhihirisho wa kwamba Yesu amekanyaga kwenye mazingira. Hivyo hivyo watumishi wa Bwana. Mungu aliyekuumba na Mungu aliyeniumba, sisi ndo mawakala wa Mungu huku duniani. Yaani yeye Mungu yuko mbinguni, shetani yuko kule kuzimu. Hatujai kumuona shetani. Uongo kweli? Umai kumuona Yesu hapa? Tutakuwa naonana, sitaona waganga wa kienyeji wanamwakilisha shetani. Utatuona si watumishi wa Mungu tunamwakilisha nani? Wako wanaomwakilisha shetani na mapepo yake na majini yake, lakini tuko tunakumwakilisha Mungu wa mbinguni. Tunashukuru sana kwa ajili ya mapokezi na mwaliko wenu. Mungu awabariki sana. Nikushukuru sana mchungaji kwa heshima. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Amina, amina. Kabla sijaenda mbali sana, ningeomba mpenzi wangu asalimie kwa dakika. Jamani. Haleluya. Haleluya. Bwana libarikiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa uwepo wenu mahali hapa. Sikutegemea kama ningekuta umati wa watu mkubwa kiasi hiki. Bwana libarikiwe. Mungu awabariki sana. Mmeacha muda wenu, mmeacha kazi zenu. Mlikuwa mna mengi ya kufanya, lakini mkasema hapana, tukutanike kwa ajili ya Mungu. Mungu awabariki sana. Andaa moyo wako kwa ajili ya kupokea kile ambacho Mungu amekukusudia upokee siku ya leo. Amina. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi pia siko peke yangu, niko na mheshimiwa kiongozi wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Amina. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri. Lakini pia nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya katibu wangu ambaye yuko hapa. Nafikiri ameshajitambulisha. Hayuko hapa. Hatujui. Asifanye taratibu wote afadhali. Haleluya. Tusalimiane namna hii. Amen. Mimi naitwa Mary Shaw, ni katibu wa Efata Makimbilio Boko. Ninawapenda, karibuni sana. Walioko upande wangu wa kulia ni waimbaji wa Efata Makimbilio Boko. Hao ni baadhi, wako wengi. Amen. Na nyie tunawakaribisha wote, tunawapenda. Leo ni siku yenu njema. Mtamuona Bwana. Haleluya.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tusimame tumsifu Mungu kwa wimbo mmoja tena. Sana. Uko vizuri baba. Tupige makofi yote. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Ninatamani sana tufahamiane. Sana. Mimi nimekuja hapa ili tuwajue, lakini pia na ninyi mtujue. Katika kufanya utambulisho wa nusu, nataka atambulishe kila mmoja kwa nafasi yake. Tujuane. Karibu mtumishi. Ni kweli. Haleluya. Haleluya, wana wa Mungu. Napenda kuwatambulisha maaskofu wote walioko mahali hapa, wasimame wapungie mikono. Maaskofu hawa ni maaskofu wetu. Haleluya. Napenda kutambua uwepo wa wainjilishaji. Wainjilisti wetu, naomba msimame mwapungie mikono. Kiongozi wa kiroho, wanataka kujua jina lako. Unasema jina. Ninaitwa Gerard Bayo Moyo. Haleluya. Wale waliotoka Boko tusimame tuwapungie, ambao hawajatajwa basi wote nilishawatambulisha. Wageni wetu tutajitambulisha baadaye. Amen. Amina. Karibuni sana. Amen. Asante. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri. Leo Mungu amenipa neema, nitazungumza nanyi kwa dakika chache sana. Amen. Lakini katika dakika hizi chache ambazo Mungu amenipa, naomba uwe makini sana kuokota cha kwako. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Kwenye mahubiri unaweza ukahubiriwa tangu asubuhi mpaka jioni, lakini iko neno moja tu la kwako. Amen. Sio kila mahubiri ni ya kwako. Mungu wetu asifiwe. Nitasoma kwenye kitabu cha Musa, kitabu cha kilichoandikwa na Musa, kitabu cha Yoshua, sura ile ya kwanza na mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Kitabu cha Yoshua anasema hivi: ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema,
Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Joshua alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini katika utumishi wake Biblia inasema hivi, Joshua alikuwa ni mtumishi wa Musa, hakuwa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Na wote tunajua Mungu alimtoa alipokuwa anawatoa na Israeli kutoka nchi ya Misri kwenda Kanaani. Alimtumia mtumishi wake anaitwa Musa. Kwa Musa ndiye aliyewajibika kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa ya Misri, kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Haleluya. Wakati wana wa Israeli wanatoka Misri kwenda Kanaani, Musa ndiye alikuwa kiongozi wao. Aliwaongoza kwa muda fulani, ikafika mahali Musa akafa jangwani. Alipokufa Musa, ikabidi achukue kijiti, msaidizi wake alikuwa anaitwa Joshua. Kwa Joshua akachukua kijiti ambacho alikuwa anakisimamia Musa kwa ajili ya kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Haleluya. Amen. Katika Biblia wana wa Israeli walitoka Misri kwenda Kanaani. Sisi wa Agano Jipya tunatoka duniani tunaenda wapi? Kokote ni kutoka. Ndio maana kuna kitabu fulani kwenye Biblia kinaitwa kitabu cha Kutoka, kinaelezea habari ya kutoka kwa wana wa Israeli kutoka utumwani, ambako walikuwa wanatumikishwa, walikuwa wanakandamizwa, walikuwa wanaonewa, walikuwa wanatumikishwa kwa utumishi mgumu wa kufiatua matofali na kazi yoyote ambayo ilikuwa ni ngumu. Walikuwa wanaifanya hiyo kazi taifa la Israeli. Kumbuka ni wana wa Mungu, lakini walikuwa wanatumikishwa na Wamisri. Yesu asifiwe. Amen. Lakini katika Agano Jipya sisi wana wa Mungu tunatoka leo hii duniani tunaenda mbinguni. Utumwa uko vile vile. Hawa katika taifa letu hapa tuko kabila mbalimbali. Tuko Wanyakyusa, wako Wapare, wako Wabena, wako Wachaga, wako Walangi, tuko kabila mbalimbali hapa, si ndio? Uongo kweli? Lakini sisi sote tunasafiri, tuko safarini. Tunatoka duniani tunaenda kule mbinguni ambako Mungu ametuandalia. Amen. Lakini ili tufike kule nako kwenda mbinguni, kuna njia moja tu ambayo tunapaswa kupita kwenye njia. Safari ya kwenda mbinguni hakuna shortcut. Yaani kama hivi unasema tunapokwenda Bunju, kuna mwingine anaweza kakatisha hivi akafika Bunju. Kuna mwingine akapita kona hii akafika Bunju. Kuna mwingine kanyoka akafika Bunju. Huku kwa Mungu safari ya mbinguni hainaga shortcut, wala haina kupita kona. Kuna njia moja tu imenyoka, inaitwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiyo njia, kweli na uzima. Hakuna mtu atakayefika mbinguni isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Tunafikaje kule kwa Mungu? Tutafika safari yetu kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tutafika kule mbinguni kwa kumkubali Yesu Kristo kama mwana wa Mungu, na alikufa, akasulubiwa, akateseka, alibeba mateso yetu na aibu zetu, akazikongomelezea pale msalabani. Na ndipo akasema hivi, njooni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Akasema njooni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Akaahidi kwamba nami nitawapumzisha.